Nataka niongee leo na wewe unayetamani kwenda nje ya nchi na haujui ni jinsi gani wewe unaweza kufanikiwa. Kitu kitakachoweza kukusaidia wewe ufanikiwe malengo yako. Ninajua labda umeshapambana sana, yani kuna vitu pengine waga tunakosea. Unaona, yani ukiwa umetaka sasa kuwa umeamua kabisa mimi nimezamilia, ni kweli nataka kutoka. Lakini sasa hauna njia, na njia zinaonekana ni nyingi sana. Ukiwa unafuatilia kila njia, mwisho wa siku unakosa kila sehemu, kwa sababu unakuwa hauingii dipu kujua ni vitu gani vinatakiwa ili viweze kukusaidia wewe uende sehemu fulani. Kwa hiyo mimi nakushauri, kama labda umesikia kuna njia 5 unazijua au njia 7, wewe chagua zako hata njia zako 3. Hizo njia 3 zinaweza zikakusaidia. Kwa mfano, labda tuseme tu kawaida hizo njia tunasema labda kwamba mimi ili niende nchi za nje, ninaweza option labda nikasema kuna njia ya kutafuta mwenza, labda nikasema kuna njia ya masomo, labda kuna njia ya vipaji, kuna njia labda ya lugha, labda tena unasema kuna njia ya matembezi, kwamba mimi naweza kwenda kutalii, naenda sehemu kutembea afu narudi, ukatumia hiyo njia. Kwa mimi kama hizo labda unazo option 5, mimi nakushauri ili usichanganyikiwe ukawa kila unakosikia sehemu fulani kuna kazi, wewe unakimbilia kwenye kazi. Sehemu fulani kuna kusoma, upo. Tafuta vitu vyako 3 au 2 tu, usiende na vingi. Tumia njia 2 au 3 tu ili usizidi. Kwa sababu ukishakuwa na njia zako 3 utafocus. Lakini kila siku ukiwa unarukaruka, kuna njia ya kuoana upo. Unarukaruka kuna njia ya kazi upo. Unarukaruka kuna njia ya kusoma upo. Mwisho wa siku unakosa focus. Kwa unakuwa unashindwa kujua ni kitu gani ambacho ungetumia muda mrefu ukajifunza, ukapata maarifa, alafu ukayatumia ile maarifa ukapata njia. Kwa mimi nakushauri hivi, kama labda wewe umepanga kwamba nataka nitoke, lakini wewe kwa upande wako unasema sasa kwa sababu nataka nitoke, lakini sijui njia. Sasa focus, mimi nakushauri labda tuseme sasa kwa njia ya kwanza, hiki tufanye itakuwa part 1. Utaamua utasema labda mimi ninataka njia ya kusoma. Kwa hiyo utakachokifanya, tafuta njia zozote zitakazo kusaidia wewe upate vyuo. Alafu uangalie, je, unaweza ukaafford? Kwa unatakiwa usome mambo ya shule, ni vitu gani vinaweza vikakusaidia wewe ukapata shule. Je, ili nipate shule nje ya nchi niende kusoma, kuna vitu gani natakiwa niwe navyo? Kwa hiyo unaanza kusoma vitu vitakavyokusaidia wewe upate shule. Kwa hiyo unatafuta vigezo vinavyofanya ili mtu aweze kwenda kusoma nje ya nchi. Kwa utaolezesha vigezo vyako chini, labda wanataka ni lugha, labda wanataka vyeti kadhaa, labda wanataka elimu fulani, utaangalia. Kwa hiyo na wewe utajilinganisha, ni je, ni mimi kweli nataka kwenda kusoma? Je, vigezo ninavyo? Je, kitu kinachotakiwa hiki na hiki, labda ni lugha, ni vyeti kadhaa natakiwa niwe navyo, ninavyo? Ukiwa naonavyo, unaingia mtandaoni, unaanza kusaka vyuo. Je, ni vyuo gani ninaweza nikapata kutokana na ninachopenda mimi kusoma? Kwa hiyo wewe utatumia shule, ukomae na shule, ujue vigezo, ujue kila kitu mpaka na vyuo utavipata. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwako kutumia hivyo vigezo ili upate njia ya kwenda kusoma. Kuliko leo wanasema hiki, watu wanakuchanganya, yani kichwa chako kinakuwa hakifocus. Kwa hiyo ukiona vitu vinakaa sawa kwamba nimeamua mimi nitaingia na kitu cha shule, dili kabisa, hakikisha unafanya kila njia, ujue ni vitu gani ninaweza vikanisaidia mimi nikapata shule nikaenda kusoma. Nahisi umeelewa. Kama umeelewa video hii, usiache kusubscribe. Give me a like. Usiache kusubscribe, kushare na wengine waweze kujifunza kwa pamoja na sisi. Bye bye.